Moja, nianze kwa kumshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake mapana na uzalendo wake wa kulitumikia taifa letu, ambayo leo tunaona matunda haya. Ndege ya kwanza moja kwa moja kutoka Dar es Salaam kuja mpaka Moscow imetua hapa Moscow asubuhi hii ya leo. Kwa kweli hili ni la kupongezwa sana kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa jinsi anavyotuongoza na mapenzi yake mema kwa taifa letu. Nikija kwenye swali lako kwamba hii ina maana gani kwenye sekta ya utalii, naomba niwaambie, huko nyuma tumekuwa tukisikia sauti na kelele kwamba watalii wengi ambao wanatamani kuja Tanzania wanakatisha safari zao, wengine hawaanzi safari zao kwa sababu ya umbali mrefu wanaosafiri kufika Tanzania. Kwa mfano, akitoka hapa Urusi alitakiwa apite aidha Addis Ababa, aidha apite Dubai, alafu ndio aje Tanzania. Ni safari ya zaidi ya masaa 24. Lakini sasa akipanda ndege hapa Moscow, direct anakwenda kutua Dar es Salaam. Moja, inawapunguzia muda wa kusafiri watalii wetu, na pili, hata gharama za kusafiri, kwa sababu unapounganisha huko njiani utatumia gharama kubwa kufika kule kwetu. Hiyo ilikuwa inatupunguzia sana watalii ambao walikuwa na matumaini ya kuja kutembelea taifa letu. Naomba mfahamu pia Mheshimiwa Rais wetu alipoandaa zile filamu mbili ya Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania, tuliona kiwango kikubwa cha watalii ambao walitoka nchi za Ulaya na Marekani, na sasa nchi za China, mashariki ya mbali, nao pia wameanza kuongezeka kuja kwetu nchini. Lakini bado kulikuwa na hilo lalamiko la kuunganisha kwa safari zetu. Ndio maana nimemsikia hapa mkurugenzi wa utalii ambaye kwa hapa ni kama katibu mkuu wa Wizara ya Utalii hapa Russia, amesema tumekuwa na ongezeko la 40%. Tulikuwa na watalii 17,100 tu mwaka jana waliotoka Russia kwenda Tanzania, lakini kuna potential, kuna fursa kubwa ya kwenda hadi 200,000 watalii wa kwenda Tanzania. Kwa nini nasema ni potential? Nasema ni potential kwa sababu ndege ambayo tumetua nayo leo hii inarudi Tanzania ikiwa imejaa watalii. Wanarudi nyumbani watalii. Hapo ndio tumeanza, imetua tu, hatujaenda kwenye ile business forum ambayo tunaenda kuifanya jioni hii ya leo.